Naam, tunaendelea kukuletea vionjo tu vya nini viongozi wa serikali wanazungumza kwenye huu mjadala wa unga 80. Sasa nikueleze tu kwa kifupi. Leo amezungumza Mfalme Mswati wa 3 kutoka Eswatini. Na kikubwa alichozungumzia ni jinsi ya kutekeleza chata ya Umoja wa Mataifa na hasa lengo lake kubwa masuala ya amani. Mfalme wa Eswatini amesema chata hiyo ilisema na kuahidi kwamba hakutakuwepo na watu watakaopitia machungu tena, na hususan ya vita. Kama unavyojua, Umoja wa Mataifa ulianzishwa baada ya vita kuu vya pili vya dunia. Anasema sasa ni wakati wa kuhakikisha chata hiyo ya Umoja wa Mataifa inadumishwa na kuhakikisha machungu yale yaliyosema hayatotokea basi hayatotokea tena. Ni katika swala la kuhakikisha amani inadumishwa katika ulimwengu wa sasa uliosheheni vita kila kona ya dunia. Na Sudani Kusini alikuwa ni mwanamke leo aliyezungumza. Rais hajaja, lakini amekuja makamu wa rais, na huyu ni Josephine Joseph. Yeye amemulika hatua ambazo zimepigwa Sudani Kusini katika kuelekea amani. Kama unavyojua, mwaka 2011 lilikuwa taifa huru changa zaidi duniani la Sudani Kusini. Kisha baada ya miaka miwili tu vita ikazuka ya wenyewe kwa wenyewe, na wamekuwa katika mchakato wa kurejesha amani Sudani Kusini kwa muda. Sasa anasema kwa sasa ule mkataba wa makubaliano ya amani umetekelezwa kwa 60%, na wana matumaini kwamba amani itarejea siku moja Sudan. Na anasema katika baadhi ya maeneo amani imesharejea na watu wameanza kurudi nyumbani ambao walikimbilia nchi jirani, na pia watu kutoka nchi za nje ambao ni raia wa Sudan walikimbilia ughaibuni. Anasema wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya Sudan, hivyo inampa matumaini kwamba amani itarejea siku moja Sudan Kusini. Lakini pia katika mjadala huu wa unga leo amezungumza si mwingine isipokuwa ni Rais Surangel S. Wipsi Jr. Huyu ni rais wa kisiwa cha Palau. Unajua huko visiwani ni vile visiwa vidogo vya nchi zinazoendelea, vinakumbwa sana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia sauti zao mara nyingine hazisikiki. Sasa yeye leo kasisitiza kwamba hata kama unatoka kwenye nchi ndogo, hata kama unatoka kwenye kisiwa kidogo, sauti ya kila mwanachama wa Umoja wa Mataifa ina umuhimu wa kusikilizwa. Na hasa akatoa mfano wa usemi ambao uko kwao umezoeleka sana, kwamba hata vijiti vikiwa vidogo vikikusanywa pamoja vinaweza kukoka moto na kuchemsha maji, akikumbusha kwamba mshikamano uwe ni wa visiwa vidogo wakiungana na mataifa makubwa wanaweza kuleta mabadiliko kwenye Umoja wa Mataifa. Na sasa twende Haiti. Sasa huyu ni rais wa baraza la mpito nchini Haiti, Anton Frank Laurent Saint-Cécile. Yeye amezungumzia hali ya kuhakikisha kwamba swala la ukosefu wa amani nchini mwake linatatuliwa. Anasema huu uhalifu wa magenge umeleta changamoto kubwa sana, na mbali ya hapo anasema kukaa kimya, kutozungumzia kinachoendelea haitasaidia. Mbadala wake watu wachukue hatua ili kuhakikisha amani inarejea Haiti, uhalifu wa magenge unatokomezwa. Na akatoa kauli moja sema kuwa kila dakika ambayo inayoyoma inamaanisha maisha yanazidi kutoweka, kwani Haiti inataka amani, Haiti inasubiri amani, na Haiti ina haki ya kuwa na amani. Nakumbuka ukitembelea wavuti wetu news.un.org/sw, kwenye ukurasa wetu wa X kupitia habari za UN, na kwenye ukurasa wetu wa YouTube kupitia habari za UN, utapata mengi na utawasikia viongozi mbalimbali, hata wale ambao hatujakueleza. Usikose kwa nasi. Jina langu ni Flora Nducha, na kila siku tutakujuza mpaka mjadala huu mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utakapokunja jamvi Jumanne ijayo. Asante sana kutoka hapa New York, Marekani. Kuwa nasi.